Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kile nimesema kwamba msimu mpya, maadui wapya, au majira mapya, maadui wapya. Msimu mpya, maadui wapya. Na Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Fundisho yakafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu. Lakini kumbuka pia, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Usisahau kusubscribe. Au subscribe, lakini pia unaweza kushare, unaweza kulike, unaweza kucomment. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Kwenye maisha si watu wote wanatamani. Si watu wote wanatamani kuona unapiga hatua. Si watu wote wanatamani kuona unafanikiwa kwenye maisha yako. Kuna watu ambao wanafurahia wewe kuendelea kubaki hapo ulipo. Kuna watu ambao wanafurahia kuona wewe unabaki kuwa maskini. Kuna watu ambao wanafurahia kuona kwamba wewe hakuna chochote unachofanya cha kuonyesha. Watu wanafurahia ubaki katika hali hiyo hiyo. Ubaki katika hali hiyo. Kwa unapochukua hatua za kutaka kwenda hatua nyingine, za kutaka kuondoka hapa ulipo na kwenda hatua nyingine, kuna maadui ambao watainuka. Kuna maadui ambao watainuka. Kumbuka tunajifunza msimu mpya, maadui wapya. Na wakati mwingine sio kwamba wewe utataka, wakati mwingine inawezekana kama ni ofisini utainuliwa kutoka hapo ulipo na kwenda hatua nyingine ambayo ina maslahi makubwa zaidi. Kuna watu ambao watachukia. Wale waliokuwa marafiki zako watageuka kuwa maadui zako. Wale waliokuwa jirani nao watageuka kuwa mwiba kwako. Watageuka kuwa mwiba kwako. Kumbuka tunapojifunza habari za Daudi. Daudi ametoka kupambana na Goliath. Ametoka kupambana na Goliath. Lakini mapambano yakuishia hapo. Bado akainuka adui mwingine. Sauli ambaye alikuwa ni mfalme wa Israeli, akageuka kuwa adui yake. Amepambana na adui aliyekuwa analiaibisha taifa la Israeli, Goliath. Sasa kainuka adui mwingine, Sauli akawa adui yake mkubwa mpaka anataka kupoteza maisha yake. Kwa sababu tu Daudi amepata sifa kuliko Sauli. Kuliko Sauli. Yamkini wakati mwingine kwenye ofisi unaweza kupata sifa kwa mfalme kuliko watumishi wengine. Hao watumishi wengine wakageuka kuwa adui kwako, wakageuka kuwa mwiba kwako kwa sababu tu umepata sifa. Umepata sifa kwa bosi wako. Kwa msimu mpya, maadui wapya. Wakati tunaposoma kwenye Danieli 3:3-4, mfalme aliazimia kumuinua Danieli, kupandisha Danieli kuwa juu ya kila kitu. Kila kitu kiwe chini yake isipokuwa tu kwenye kile kiti cha ufalme. Kila kitu kiratibiwe na Daniel. Na ndipo mawaziri na manaibu hawakufurahisha na jambo hilo. Wakatafuta kosa. Kwa bahati nzuri hawakupata kosa. Kwa kabidi waingilie imani yake. Wakaandika barua kwa mfalme kwamba kwa muda fulani pasiwepo na mtu yote anayeabudu, anayeomba kwa Mungu wote isipokuwa kwa miungu yao. Walijua kwamba katika hilo watampata Daniel. Je, kwa sababu Daniel alikuwa na ubaya nao? Alikuwa na ubaya nao. Lakini kwa sababu tu walikuwa wafurahi yeye kupandishwa kwenda kwenye nafasi ya juu kuliko wao. Kwa msimu mpya, maadui wapya. Msimu mpya, maadui wapya. Kuna watu ambao ulikuwa wakati mwingine hata wazazi wanaweza kageuka kuwa maadui zako, hata wazazi, hata ndugu zako. Kuna watu walipookoka tu wazazi waliwakataa, wazazi waliwatenga, waligeuka kuwa maadui wakubwa kwa sababu wameokoka. Kwa sababu wameokoka. Kwa sababu wameokoka. Kwa unapotamani wakati mwingine hata kuingia hatua nyingine ya maisha, jipange sawa sawa kwa sababu kuna maadui wapya ambao watainuka. Kuna maadui wapya ambao watainuka. Usipojipanga itakuwa ni rahisi kukata tamaa, itakuwa ni rahisi kuvunjika moyo. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kwamba kila hatua ya maisha ina maadui zake. Ina maadui zake. Daudi ametoka kupambana na Goliath, anaanza kupambana tena na Sauli. Sauli anageuka kuwa adui yake mkubwa. Wakati mwingine wewe ulikuwa umepandishwa cheo, wale waliokuwa marafiki zako wanageuka kuwa maadui zako.
jipange sawa sawa. Maana kila hatua ya maisha yako ina maadui zake. Wale waliokuwa marafiki watageuka kuwa maadui zako. Kwa jipange sawa sawa. Katika kila hatua ya maisha unayoiendea, jipange sawa sawa. Kitambua kwamba kila hatua ya maisha ina maadui zake, ina changamoto zake. Mungu akubariki sana kusikiliza mafundisho haya. Na kama mafundisho haya yamefanyika baraka kwako, basi usisahau kuwashirikisha watu wengine. Lakini pia usisahau kusubscribe ili uendelee kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube.